Rais wa Urusi Vladimir Putin amewasili mjini New Delhi jana Alhamisi ya tarehe 4 Disemba 2025 kwa ziara ya siku 2 nchini humo, ambapo alipokelewa kwa heshima ya juu na Waziri Mkuu Narendra Modi mara baada ya kushuka katika ndege ya serikali ya Urusi. Putin alialikwa na Modi ambaye alimkumbatia kwa kumpa mkono, kitendo ambacho kimeelezwa na wachambuzi kwamba ni nadra katika protokali za kidiplomasia ya India. Ziara hii ni ya kwanza kwa Putin nchini humo tangu kuanza kwa vita ya Urusi na Ukraine mwaka 2022 na inaangaliwa kama ujumbe muhimu kuhusu uhusiano endelevu kati ya New Delhi na Moscow. Mazungumzo ya viongozi hao wawili yanahusiana moja kwa moja na mkutano wa 23 wa kilele cha India na Urusi, ambapo ajenda kuu inajikita katika kuimarisha ushirikiano wa ulinzi, nishati na biashara. India, ambayo imekuwa mnunuzi mkubwa wa silaha za Urusi kwa miongo kadhaa, inatarajiwa kujadili maboresho ya mifumo ya ulinzi, ikiwemo teknolojia za anga na mikataba mipya ya kijeshi. Vile pande hizo zinatarajiwa kujadiliana kuhusu ushirikiano katika sekta ya mafuta na gesi, sambamba na kuongeza uwekezaji na uhamasishaji wa biashara kati ya nchi hizo mbili. Ziara hii inafanyika wakati nyeti katika siasa za kimataifa, huku Marekani na mataifa ya Magharibi yakiongeza shinikizo la kutafuta suluhu ya mgogoro wa Urusi na Ukraine, pamoja na kuhimiza India kupunguza ukaribu wake wa kiuchumi na kijeshi na Moscow. Hata hivyo, kwa kumlaki Putin binafsi na kwa namna ya kipekee, Modi ameonyesha kuwa India inaendelea kushikilia msimamo wake wa uhuru wa maamuzi ya kidiplomasia, ikijaribu kusawazisha uhusiano wake na mataifa yote mawili bila kupendelea upande wowote katika mivutano yao ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya serikali, India na Urusi zinatarajiwa kusaini mikataba kadhaa ya serikali pamoja na makubaliano ya kibiashara katika sekta kama viwanda, afya, usafirishaji na ajira. Wachambuzi wanaona kuwa makubaliano hayo yataimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi na kijeshi katika nchi hizo mbili, huku India ikijipanga kuendeleza ushirikiano wake wa muda mrefu na Urusi katika mazingira ya ushindani mkubwa wa kimataifa. Salubu Amani, Kawabe News.